Tuende moja kwa moja katika taarifa yetu ambapo inayosema kwamba utafiti katika sekta ya maji nchini Tanzania unaonyesha kuwa kuna maendeleo makubwa ya upatikanaji wa huduma ya maji, huku sekta hiyo ikitajwa kupiga hatua kubwa katika kuwafikia wananchi ukilinganisha na kipindi cha miaka 4 tu iliyopita. Mafanikio hayo yanayotajwa ni pamoja na upatikanaji wa huduma ya maji katika maeneo ya mijini kwa zaidi ya 90%, huku vijijini ikiwa ni zaidi ya 85%. Makrina Siovelo ana maelezo zaidi. Miaka 4 iliyopita, wakati awamu ya 6 ikiingia madarakani, maji ilikuwa moja ya changamoto kubwa ambayo iliwashinda viongozi wengi na kuonekana kama mfupa mgumu uliomshinda fisi. Baada ya kuapishwa na kuingia madarakani kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuhutubia bunge kwa mara ya kwanza kama rais, alitoa maelekezo mahususi na yenye kumaanisha kutaka marekebisho, maboresho na mabadiliko katika sekta ya maji, kuhakikisha maji si kikwazo tena kwa wananchi, hasa wanawake. Wizara ya maji awali ilitajwa kuwako na madudu mengi, kuanzia kwa viongozi wa chini hadi wa juu, jambo ambalo lilikwamisha kumalizika kwa miradi kwa wakati, na hii ikitajwa kama moja ya changamoto kubwa ambayo kwa sasa imeweza kuleta mabadiliko makubwa mno katika sekta hiyo. Tunafika eneo linaitwa Mwakitolio, unakuta zaidi ya bilioni 1.3 zimetolewa, lakini wananchi hawapati maji. Unamuuliza kwa nini hapa wananchi hawapati maji wakati fedha za serikali zimetolewa bilioni 1.3? Ambia Mheshimiwa Waziri, ndio maana nitaka nikueleze jana, naomba sasa nikunongoneze. Nikamwambia hapana, waeleze kwa nini wananchi hawapati maji. Mheshimiwa Rais, mhandisi wa maji anasema, Mheshimiwa Waziri, sijawahi kuona wananchi wachawi kama katika hichi kijiji. Mheshimiwa Rais namuuliza unasemaje? Anambia, Mheshimiwa, hapa tumefanya kazi kubwa, lakini usiku hapa mabomba yanapaa kama ndege. Namuuliza, kama yanapaa kama ndege, rubani wake yuko wapi? Baada ya usimamizi madhubuti chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Wizara ya Maji na kuhakikisha kila mwananchi anafikiwa na huduma ya maji safi na salama, kwa sasa nchini Tanzania upatikanaji wa maji katika maeneo ya vijijini upo kwa 85%, huku maeneo ya mijini ukuwapo kwa 95%, na miradi mingine ikiendelea kukamilishwa. Sasa nimesema kwamba nieleze umuhimu wa maji, lakini niseme tumetekeleza kuwapatia wananchi wa Tanzania maji kwa kiasi kikubwa kama takwimu zilivyotolewa hapa. Vijijini tuko 83%, bado 2% kama tulivyotumwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa mijini nadhani tumeshapita 95, tunakwenda mbele zaidi na miradi kadhaa bado tunaendelea kuitekeleza. Kwa hiyo kwa upande huo tumefanya vizuri, lakini pamoja na kufanya vizuri, kuna mambo tumeyaona kwenye sera ambayo yamepaswa lazima yabadilike, au wakati tunatunga sera ile iliyopita hayo mambo hatukuyaona. Hatua hii ya kuhakikisha wananchi wamefikiwa na maji baada ya kukamilika kwake, sasa serikali inajipanga kuweka gridi ya taifa ya maji kama akiba, ili ukame ukitokea, akiba iweze kutatua changamoto hiyo. Swala jingine ninalotaka kulisisitiza hapa na kulitolea agizo, sio tu kulisisitiza, tunapozungumza usalama na uhakika wa maji, lazima tuwe na gridi ya maji ya taifa. Gridi ya maji ya taifa. Kama tunavyokuwa na gridi ya maji gridi ya taifa ya umeme, ambao umeme tunaozalisha huko unakusanywa na halafu unagaiwa kwenye pembe tofauti maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa lazima tuwe na gridi ya maji ya taifa. Kama maji yatatoka Victoria, yatatoka Nyasa, yatatoka wapi, lazima tuwe na centers ambao maji yale yanakusanywa na mgao wake unatambulika
kiteknolojia. Mengi yamesemwa kuhusu mageuzi na mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika katika sekta ya maji nchini Tanzania, na huu ni ushuhuda wa eneo ambalo kulishindikana kupatikana kwa maji kwa takriban miaka 30, lakini sasa wamepata suluhu, na hili ni eneo la Same. Kilio chetu ilikuwa tunamaliza miaka 20 tunazungumzia maji hayaji, ili inakuwa na maana. Wakasema tunaimaliza, basi vizuri. Ndio akaja bwana waziri wenu, tulikutana pale Mwanga na katibu wake mkuu na nani na wataalamu wake na nani na timu ya makontrakta. Alikuja amemwaga mabomba pale Kisangara kuelekea huko na nini, anasema nakuja na timu hapa na nataka tutie saini on site. Sasa tumefikia hatua ya ufumbuzi wa mradi. Profesa Kitila Mkumbo anasema Rais Samia si mwana mageuzi pekee katika sekta ya maji, ila ni mwana mapinduzi katika sekta hiyo. Kutoka miezi 5 ya mwaka jana mpaka leo hii anapozindua hii shughuli ya leo, tumeshafikisha 83%. Kwa hiyo ni kweli kulikuwa na mabadiliko huko nyuma, lakini kwenye mabadiliko kuna stage 3. Kuna mabadiliko, kuna mageuzi na kuna mapinduzi. Haya yaliyotokea katika kipindi chako Mheshimiwa Rais ni mapinduzi, ni zaidi ya mabadiliko, ni zaidi ya mageuzi. Katika kuongeza ufanisi kwenye sekta ya maji, serikali imezindua rasmi sera mpya ya maji ya mwaka 2002 toleo la mwaka 2025, ambapo katika hotuba yake Rais Samia anasema serikali itahakikisha inakabiliana na changamoto za usalama wa chakula, mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa yake Macrina Silvelo huyo ikizungumzia swala la maji. Ilikuwa wiki ya maji wiki iliyopita na kilele chake ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Ilipita pale Mlimani City, ilikuwa ni blue bahari. Kabisa. Na ikaangukia tarehe 22, nadhani ilikuwa ndio siku ya kuzaliwa ya waziri wa maji. I say. Wahehe wanasema what a coincidence. What a coincidence kabisa. Ndani ya studio tuko na mhandisi wa maji Elvis Valentine, ambaye ni mkurugenzi mtendaji kutoka kampuni inayojishughulisha na mifumo ya kusafisha maji na miradi ya jumuiya za maji safi. Karibu sana mhandisi. Tuanze kwanza na hili wazo ambalo agizo ambalo amelitoa Dr. Samia Suluhu Hassan la kuwa na gridi ya taifa ya maji. Hebu tueleze kwa lugha nyepesi inafanyaje kazi? Asante Bwana Salim Kikeke. Kwa majina naitwa Engineer Elvis Valentine, ni mkurugenzi wa kampuni ya Rain Consultants Limited. Sisi tunafanya uboreshaji wa maji na tuki-emphasize kwenye quality ya maji, especially maji ya kunywa na maji taka. Tunafanya water purification. Na tumekuwa na wiki ya maji ambayo kulikuwa na kilele cha wiki ya maji, na pamekuwa na toleo jipya la 2025 la sera, ambayo ilianza 2002. Kuja kwa gridi ya maji ya taifa ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu kadri siku zinavyokwenda tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo, especially population. Sasa hivi ongezeko la watu. Kwa hiyo tukirely on sera ile iliyokuwa 2002, kuna vitu vingine tutafeli kwa sababu kuna mabadiliko ya tabia ya nchi yamekuja. Population imekuwa almost twice as much. Ukiangalia sensa ya 2002 tulikuwa watu milioni 36.7. Sasa hivi we are almost 70. Kwa hiyo we have the same resources, lakini population inakuwa. Kwa hiyo idadi ya watu imeongezeka maradufu. Kwa vyanzo ambavyo tunavyo vya maji hapa nchini Tanzania, haikutakiwa tupitie kipindi ambacho watu wanakosa maji, sio? Ndio, ni kweli. Lakini tuna changamoto moja. Vyanzo tunavyo, lakini hatuna network infrastructure ya kuyatoa maji kwenye vyanzo kuifikia jamii. Na hata ile miundombinu tulionayo ya mwanzoni, sasa hivi mingine imepata shida na haijafanywa, ina hitilafu, haijafanywa maintenance kwa muda mrefu. Na vile mingine imekorodi, imeoza, ambayo inatakiwa itolewe, itengenezwe upya. Kwa hiyo tuna experience sometimes kuwa na water losses kwa sababu ya ile miundombinu chakavu. Kwa we need to have investment kwenye ile distribution network ili maji yaweze kuwafikia walaji. Kwa hiyo hii grid ya taifa ya maji ndio pendekezo inaweza kuwa suluhu ya hili? Yes, tunaposema grid hatumaanishi only center. Tunaposema grid tunamaanisha kuanzia vyanzo, ni network ya vyanzo
distribution network mpaka kuwafikia walaji, zile treatment facilities and everything. Kwa hiyo tunaposema grid ya taifa, ina maana tuna mabwawa hapo, tuna visima, tuna vyanzo tulivyo kama maziwa, mito, kila kitu in a collectively way. Then we have the network ya distribution kufikia walaji. Kwa hiyo kwa sera ya kuleta grid ya taifa ni kitu sahihi kabisa. Kwa hiyo ni unakuwa ni mtandao. Yes, ni mtandao ambayo kama alivyosema Dr. Samia anasema maji yatolewa ziwa Nyasa au ziwa Victoria, lakini tunajua maji yanatoka wapi na yanasambazwa vipi. Exactly. Na tumeona kuna matumizi sana ya teknolojia. Siku ile wakati Mlimani City amepita pale, Rais Samia alionyeshwa tulipotoka na tulipo sasa hivi, ukiangalia matumizi ya teknolojia na kama unavyosema upotevu wa maji. Hii teknolojia ya sasa hivi ambayo tunaona hata rais anahimiza itumike, ama ya kutumia mita hizi za kisasa, lakini pia inaweza kuona kwamba maji yanavujia wapi ili tusipoteze maji. Exactly. Sasa hivi kama nilivyosema, mabadiliko ya teknolojia yana support. Tukiangalia miaka 10-15 iliyopita tulikuwa tuna smart meters. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana ku monitor consumption, especially kwa wale watumiaji wakubwa. Na vile vile tulikuwa tuna vitu vya ku track losses in the pipelines and everything. Kwa hiyo tulikuwa hatuwezi kupata zile losses kwenye lines and everything. Lakini sasa hivi kuna makampuni yamekuja, yametoka nje, kuna wadau mbalimbali wamewekeza on that side. Kuna metering systems especially kwa hawa watumiaji wakubwa wa maji kama mahospitali, mataasisi, wana smart metering systems ambazo ni rahisi hata mamlaka za maji kujua consumption halisi ya wale watumiaji. Na it saves a lot kwa sababu kuna campaign nyingi hata kwenye haya makampuni na taasisi za kusave maji, za kureuse maji kwa ajili ya kutunza mazingira. Mimi nataka kukuuliza kuhusu mita. Sisi tunaokaa nyumba za kupanga tunakuwa na ugomvi sana inapokuja bili ya maji. Unakuta wewe kwa siku, kama mimi nikitoka nyumbani kwangu narudi saa 4 labda usiku, lakini bili ikija nakuta 20,000, 30,000. Tatizo linakuwa wapi? Tunashindwa kusoma mita vizuri au inakuwaje? Matatizo ya metering yapo kwa aina mbili. Upande mmoja ni kwamba kwenye zile piping systems kutoka kwenye pumping station kuja kwa walaji, zile pump zinazofanya kazi, wakati mwingine maji yanakuwa drained kwenye lines. Kwa hiyo inalazimika zile pump zipampu upepo. Kwa wakati mwingine kuna upepo unakuwa pumped. Na ni kitu ambacho kinaweza kutokea labda kipindi maji yamekatika. Upepo ukipampiwa unahesabu kama maji mita inasoma. Exactly. Mita inazunguka inasoma. Yes. Kwa hiyo ni line ambayo wanatakiwa wafanye maboresho on that line kama walivyosema walivyokuja na sera kwenye maboresho. Kwa hiyo kwenye distribution network zile mita zisiwe zinasoma upepo, kwa sababu maji yana kawaida ni kwamba maji yakizimwa pump yatakimbilia ile sehemu ambayo ni bonde. Kwa hiyo wale wengine wanaokaa sehemu nyingine ambazo ni juu kidogo, wakati pump imewashwa tena, upepo utazunguka kwanza kabla ya maji kuingia. Kwa hiyo ni changamoto ndogo ya vitu vya namna hiyo. Mhandisi, sijui kama hili swali litakuhusu wewe, kama uko kwenye nafasi ya kujibu unaweza kutuambia, lakini mtazamaji wetu kupitia chaneli ya YouTube anaitwa Aisha Mwanyilu anauliza kwa nini maji hayatoki kwa wakati, na yakitoka ni masaa 2 au 3 yanakatika. Ninafikiri ni baadhi ya sehemu zingine ambazo wanaangalia kutokana na kiasi tulichonacho kwenye reserve, wanakuwa na mgao. Siwezi kuliongelea direct sana, lakini the way I see it ni kwamba wakati mwingine maji yanakuwa hayatoshelezi. Kwa hiyo inabidi wafanye ile distribution ya huku na huku na huku, au wakati mwingine kunakuwa ni muda wa services, kuna unapokuwa na service vitabu. Kwa hiyo inawezekana kwa kuna changamoto za namna hiyo. Mwambie Aisha hilo swali zaidi ni la watu wa idara ya maji. Kabisa. Engineer, hebu tuambie teknolojia ya kusafisha maji. Nyinyi mnasafisha maji. Unaweza kusafisha haya maji ya bahari. Tumeona kuna hoteli kadhaa Zanzibar wanafanya hivyo. Unaweza kuchukua maji haya ya bahari hapa tukaenda Coco Beach tukachota maji tukayasafisha tukaanza kuyatumia? Kabisa. Na hiyo ndio area kubwa ambayo sisi tumejikita. Hatusafishi maji ya bahari tu peke yake, tunasafisha maji kuanzia level ya chumvi ya manyumbani ambayo ni hizi borehole, domestic boreholes, visima, maji ya visima. Yes, alafu tunakwenda na salinity level inapokuwa inapanda mpaka bahari. Tuna wateja wengi hapa Zanzibar, wana hotels ambao wamechukua maji direct baharini, then wana purify, wanayarudisha baharini. Inawezekana kabisa kupurify maji ya bahari na yakatumika, kwa sababu hata hizi nchi za Uarabuni zote zinatumia maji ya bahari direct. They make a desalination systems ambazo zinasafisha yale maji na yanakuwa safi salama kwa matumizi. Kama ni rahisi hivyo, kwa nini hatuyatumii? Kwa mfano hapa Dar es Salaam tuko baharini. Si rahisi hivyo, ni expensive zile systems, yani gharama kubwa sana. Gharama, yes. Kwa hiyo ukiangalia kwa economics na of large scale inakuwa ni very expensive. Kama tuna natural resources, ni better kutumia natural resources kuliko kwenda kwenye hizo cost. Lakini kama ikitubidi kwenda huko, we need to invest on that. Yes. Safi sana, nashukuru sana bana.
Tatizo la maji linaonekana limepotea ufumbuzi sana. Ukisikiliza takwimu zile siku ya Jumapili, kusema kweli ili vutia sana hata mimi mwenyewe. Kwa hiyo nyinyi mnavyo hii teknolojia ambayo mnatumia sasa, ndio sisi tunanufaika vipi? Tunajua haya maji unasema ya bahari ni vigumu kuyasafisha. Haya ya kisima ni rahisi zaidi kuyasafisha kuliko haya ya bahari. Yes, yale ya kisima salinity level, ile uwezo wa chumvi ni mdogo compared to yale ya bahari. Kwa hiyo tuna design systems, sisi tuna workshop hapa, tunatengeneza zile facilities ambazo zinaweza zikatreat maji. Kwa kama mimi nanunua hicho kidude naenda kuweka nyumbani kwangu. Yes. Alafu maji nikipump, yes, yanasafishwa vipi sasa? Pale nyumbani kwako unakuwa umechimba kisima. Kwa hiyo maji yana flow kutoka kwenye kisima, kuna pump kule, yanakwenda yanafikia kwenye reservoir tank. Hiyo ni raw water tank. From the raw water tank tunayafeed yanakwenda kwenye purification machine. Pale kwenye purification machine yanachakatwa, tunaondoa vumbi, tunaondoa madini kama hiyo chumvi na madini mengine kama fluoride, chloride and all that. Kwa hiyo maji yakitoka pale yanakuwa ni quality ya kunywa. Unaweza kunywa kabisa. Yes. Yeah. Bila kuchemsha. Bila kuchemsha. Yes. Ni the same teknolojia kama za viwanda. Viwanda havichemshi maji. Viwanda vina purify maji. Vinafunga purification system ambazo maji yakipita zinatumia kemikali. Unatumia kemikali kusafisha? Si sehemu zote, lakini matumizi ya kemikali ni madogo sana. Na mainly kwa system zetu matumizi ya kemikali ni pale wakati tunaosha zile filters. Lakini normally wakati mashine ina operate, kemikali ni kidogo sana. Ni case kama kuna madini yamepungua. Sasa nijaribu kunielewesha mimi kama msikilizaji. Ndio. Mnatoaje chumvi ndani ya yale maji? Sawa. Kuna teknolojia inaitwa reverse osmosis. Kama ulisoma science huko sekondari, kuna kitu kinaitwa osmosis. Osmosis kuna flow ya maji kutoka kwenye one concentration to another concentration. Yes. Kwa hiyo tuna reverse ile natural flow ya osmosis kwa ku-apply pressure kwenye vitu ambavyo ni semi-permeable membranes. Kwa hiyo zile membranes zinakuwa zina aperture size ndogo sana. Kwa hiyo tuki-apply force ya pressure kubwa kwenye zile membranes, tunafanya desalination process. Kwa hiyo ile process ya desalination ambayo ina purify yale maji na yanakuwa yako. Na hiyo mashine ni kubwa kiasi gani? Inaweza kuwa nyumbani kwangu? Kwa nyumbani kwako, kwa mashine ya nyumbani huwa inakuwa ni mita 1.5 kwa mita 1. Sio mbaya. Yes, ni ndogo kabisa, inayokaa ndani tu kwenye parking lot. Crown Media. Hapa ni nyumbani.